Hujambo na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Mara baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan alienda moja kwa moja kwenda kumwapisha mwanasheria mkuu wa serikali. Mwanasheria mkuu wa serikali ametoa kauli yake moja kwa moja vyombo mbalimbali vya habari, na moja kauli yake ambayo aliyosema jambo la kwanza ambalo atakaloanza kudili nalo ni kumkamata mwanaharakati Mange Kimambe ambaye anaishi nchini Marekani. Hilo ndilo ambalo alilosema, na nikinukuu maneno yake alisema kuwa DPP ufanye juu chini, lazima tumkamate Mange Kimambe. Haiwezekani mdada mmoja awe anatusumbua. Kufuatia ukurasa wake wa Instagram, bidada Mange Kimambe ambaye pia ni mwanaharakati ameandika mengi na kuchapisha video ya mwanasheria mkuu wa serikali. Bidada Mange Kimambe ameandika, kuapishwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, cha kwanza cha kudili nacho ni Mange Kimambe. Mmeua maelfu ya vijana wa Tanzania ila mnamsaka Mange na sio wauaji. Hiyo aliyewatuma wakaue, so stupid. Lakini pia vile Mange Kimambe ameendelea kwa kusema kuwa sasa mtanirudisha Tanzania nikiwa nimeshachapwa risasi na Maxian Center au nikiwa natembea? Hilo ni swali ambalo ameliuliza. Be specific, stupid, foolish. Serikali ya Marekani will laughter at your like the force that you are. Sheria gani niliovunja mpaka serikali ya Marekani wanikabidhi kwenu? Kuwaonyesha Watanzania ufisadi wenu ndio kosa langu? Kuorganize maandamano ya amani ili kudili na uchaguzi mlio upola na rasilimali mnazopola ndo kosa langu? Pumbavu kabisa. Kuna siku nitarudi Tanzania mwenyewe kwa raha zangu, ila kurudi kwa sababu nimerudishwa kinguvu ili nyie mnikamate nitandike risasi kama mlivyowafanya hao watoto, haitokaa itokee. Alafu lione lilivyo zero brain. Hata tucheki kama tuna extradition agreement na Marekani. Yaani mwanasheria mkuu wa serikali mpaka ucheki hujui. Sasa nikufundishe kuwa ndiyo serikali ya Tanzania inayo extradition agreement na USA, ila hawatokaa wanirudishe kwa mafisadi. Nyie komaeni na Maxian Center that you only hope ya kunitoa duniani. Pia Mange Kimambe ameposti picha ya mwanasheria mkuu wa serikali mpya ambaye ameapishwa hivi karibuni, lakini pia vile ameendelea kwa kuongezea kusema kuwa hizi ndio details za mwanasheria mkuu mpya ambaye hana uhalali. Sababu ya kuapishwa na rais aise na uhalali Watanganyika, we are big trouble na tusikubali. Moja, Hamza Johari ni Mzanzibari, amefundisha chuo kikuu cha taifa cha usafirishaji NIT na baadaye akawa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafirishaji wa anga TCAA. Mbili, hiyo mawili ya juu sio muhimu. Jambo kubwa kumhusu Hamza Johari alikuwa huyo ndio binadamu aliyepewa na Abduli kazi, ndiyo anayesimamia ubinafsishaji, uagizwaji ukipenda wa bandari za Tanganyika na hasa bandari kuu ya Dar es Salaam. Yeye ndiye aliyekuwa kiongozi wa timu ya majadiliano na serikali kwenye mabano GNT na wanunuzi, yani DP World na Adan Group, sasa walijulikana kama Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited. Baada ya kufanikisha dili hilo, tuzo yake akateuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, hasa asaidie kumonita masuala yote ya kisheria yanayoweza kuibuka kuhusu mkataba wa ubinafsishaji wa bandari ya Dar es Salaam, jambo ambalo kwa hakika lina mazongezonge mengi na ufisadi ndani yake. 4. Kuthibitisha kwamba amehongwa hicho cheo Bwana Hamza Saidi Johari
ndiye mwanasheria mkuu wa serikali wa kwanza ambaye sio wakili tangu tupate uhuru. Hajawahi kutoka mtu awe mwanasheria mkuu wa serikali bila kuwa wakili. Alichonacho hapo ni degree 2. Hajawahi kwenda Law of School of Tanzania kupata post graduation ya diploma in legal practice. Hana muhuri wa wakili, ambaye zaidi hajawahi kukanyaga mahakamani, na inahitaji mtu hawe wakili ndipo aruhusiwe kwenda mahakamani. Kwa mara ya kwanza tangu dunia iumbwe tunamshuhudia mwanasheria mkuu wa serikali ambaye sio wakili, hajawahi kupita Law of School yeyote ile. Hiki ndicho alichokisema mwanaharakati Mange Kimambi. Wadau mbalimbali wametoa maoni yao, nikianza huyu wa kwanza akasema kwamba kwa hiyo ina maana viongozi wakubwa wote wa nchi hii ni Wazanzibari, basi nchi imevaa sketi hii, anytime tukilala inauzwa. Lakini ya pili, Damange shikamoo, hizo information tu, Tanzania inazama jamani, tuingie tu barabarani. Huyu mwingine akasema Mange ni mmoja tu, Tanganyika nzima saluti kwako. Lakini kuna mwingine akasema sijui ndio ubinafsi wangu, ila najikuta naumia sasa hivi kuona nafsi za juu huko Tanganyika wanapewa Wazanzibari. Lakini huyu mwingine amesema Wazanzibari watuachie nchi yetu, sasa muungano na wao hatuutaki. Kuna huyu mwingine ambaye amesema Instagram inaenda kuniua, maana nimesema nisiingie ila najikuta nemo naletewa na sauti ya mama amka. Huyu mwingine amesema Mange 1, Mange 2, Mange 3. Respect dada, huyo ndiye Mange Kimambi. Lakini kuna mwingine akasema hatari sana. Lakini mwingine akasema I wonder. Lakini mwingine amesema dada alafu kwa amenyosha mikono juu. Lakini mwingine akasema hawa ambao huwa wanastahili nafasi wanazopewa ndio huwa wanatamba sana, wanakomaa na kuprove, yaani ni aibu na kituko kwa taifa. Idi Amin mama anatupeleka pabaya mno. Huyu mwingine akasema just wow. Lakini mwingine akasema Mzanzibari ndio la kwanza kuandikwa, basi hapo ndo kwenye pointi ya msingi kwenu. Lakini kuna mwingine akasema kuwa Yesu. Lakini mwingine amesema kwa nini kila kitu cha juu kinashikiliwa na Wazanzibari? Watanganyika tusiweze kutoa maamuzi ya mwisho, tuibiwe na tuzame huku tunajiona. Haya ndiyo maoni ya wadau mbalimbali. Pia vile vile na wewe unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia hiki kitu ambacho kimechoendelea baada ya mwanasheria mkuu wa serikali kutoka hadharani na kusema kuwa atamtafuta Mange Kimambi na kumrudisha nchini, na huenda kawa akafunguliwa mashtaka ya makosa mbalimbali.